Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya KMC Football Club na Simba Sports Club uliofanyika kwenye uwanja wa KMC Complex umemalizika kwa Simba Sports Club kupata matokeo ya ushindi wa bao 2-0. Kuna magoli mengi sana ambayo wekundu wa Msimbazi Simba walitengeneza lakini hawakufanikiwa kumconvert, kwa maana ya kwamba zile nafasi ambazo walizitengeneza hawakuweza kuzibadilisha na kuwa mabao. Hii ndio talking point kwa leo. Tunaenda kuangalia ni maeneo gani ambayo yalipelekea Simba kutengeneza nafasi nyingi lakini wakafanikiwa kufunga bao chache. Mimi ni Rusama, nitakuwa na Leopard John, nyuma ya kamera ni Yusufu Ramadhani Mpuma. Leopard. Simba jana walionekana kutengeneza nafasi nyingi sana. Lakini wakaambulia kupata bao 2 peke yake. Kipindi cha kwanza walikuwa na shot on target 8. Lakini wakakonverti bao 2. Kipindi cha pili walitengeneza nafasi nyingi pia, kwa kiwango ambacho kama ungekuwa kila nafasi wanaitengeneza na convert na kwa bao huenda tungehesabu mpaka tukachoka. Kitu gani kinapelekea Simba watengeneza nafasi halafu hawafungi? Ni kweli, kwa maana jana peke yake kwa wachezaji wawili, kwa maana Libase Gwe na Anset Oura walitengeneza nafasi 7 kwa wote kwa ujumla, kwa maana Anset Oura alicreate nafasi 4 kwenye eneo la timu pinzani, alafu Libase Gwe alicreate nafasi 3. Kwenye hiyo 4 ambayo chance imetengenezwa, mojawapo ni ile ambayo alipiga kisigino kwa maana ya Anset Oura ambayo alifunga Libase Gwe. So unaangalia hiyo imekuwa ni shida kubwa ya Simba katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hata kwenye kombe la ligi kuu Tanzania bara wamekuwa wanaswago katika engo moja ama nyingine, na sababu kubwa ambayo Simba imewakarimu pengine mpaka kuwa hapa walipofika kwenye hatua ya ligi ya mabingwa tuseme ni sehemu hiyo ya kukosa magoli mengi. Unaangalia moja kati ya mchezo ambao watu wengi walikuwa wanajudge ni mchezo dhidi ya Petro, kile ambacho kilitokea, mabao ambayo waliweza kuyamiss kwenye ule mchezo wa kwanza, lakini bado ilitokea hivyo mechi dhidi ya Esperance. Kwa hiyo imekuwa ni kama vile shida ambayo kwa upande wa Simba imekuwa inawaumiza kwa sehemu moja. Lakini by the way, jana Simba walikuwa wana mchezo mzuri compared na KMC ambao wao binafsi yangu jana sikuelewa mpango ya mwalimu, kwa maana Mohamed Baris kile ambacho aliingia nacho kwenye mchezo, though baadaye Simba akawa na advantage kwa maana ya Mwandembo alipewa alionyesha kadi nyekundu na kuikost timu ambayo baadaye Simba walishindwa kutumia ile advantage. Lakini kimsingi KMC jana hakuwa na mchezo mzuri. Mimi mechi jana nimechukulia kama ndio mechi ambayo imeshamshusha daraja kwa maana KMC, kwa maana kwenye mechi 15 za KMC amepata alama 8. Kimsingi mahesabu sidhani kama anaweza akasaidia kwenye ligi kuu kwa msimu unaofuata. Safari ya KMC imeishia hapa. Kwa aina ya timu ambayo wako nayo, usingetegemea timu kama KMC ambayo kwenye miundombinu ipo katika eneo sahihi, kwa maana wana uwanja wao wa KMC Complex pale Mwenge, lakini pia wana facilities nzuri. Unapozungumzia KMC unakuwa unazungumzia timu ya wilaya ya Kinondoni, kwa maana walipa kodi hawa. So unaangalia kwa msimu huu wamefeli. Lakini by the way, Simba jana alikuwa na mechi nzuri, performance mchezaji mmoja. Libase Gwe kuna kitu ambacho anaendelea kuonesha, mechi 2 goli 2 sio mchezo, numbers zinamsifia zaidi. Lakini pia Anset Oura anafunga mechi iliyopita dhidi ya Esperance, leo anakuja ana assist, alifunga dhidi ya Petro. Of course Petro jana anakuja ana assist, inakuwa ni wastani ambayo inashawishi compared wao bado ni wageni kwenye kikosi cha Simba. Unaona kuna improvement ambayo wameingiza moja kwa moja kwenye timu. So ni kitu ambacho ni kitu kizuri kwa Simba compared weekend hii wana mechi ngumu dhidi ya Stade Malien ambaye yeye ni kinara wa kundi. Mechi ngumu. Ni ngumu kwa upande wa Ni ngumu kwa nini? Stade Malien kuna kitu ambacho anakihitaji kuwa kileleni pale, though hakuna mtu ambaye anaweza akamfikia, lakini bado pengine anategemea kuweka rekodi yake kwa mara ya kwanza kwenye mchezo wa ligi. Ngumu kwa Simba au kwa Stade Malien? Kwa pande zote mbili. Simba hauhitaji. Sasa unakuwaje mgumu kwako? Yaani mchezo hata kama mchezo ulikuwa uhitaji lazima uwe mgumu. Hawezi kujua yule ambaye anakwenda kucheza naye amejipanga vipi. Okay. Tuangalie kukosekana kwa Jonathan Soa. Ni moja kati ya visababu vinavyopelekea Simba Sports Club wanakuwa wanatengeneza nafasi nyingi na hawafungi. Of course unapomzungumzia Jonathan Soa unakuwa unamzungumza mshambuliaji ambaye ni fox on the box, kwa maana mshambuliaji ambaye kwenye chance 3 ambazo atazipata
ana wastani wa kufunga 2 and then kumisi 1. Hilo amelidhihirisha kwa msimu uliopita akiwa na Singida Black Stars. Though mpaka hivi sasa kwa Simba ni kama vile bado hajaanza kuonyesha kile ambacho alikuwa nacho msimu uliopita, lakini ni miongoni mwa washambuliaji ambao uwepo wake kiwanjani unafanya safu ya timu pinzani ya ulinzi iweze kupata chochote kidogo, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza ana kasi, anajua kujipossess katika maeneo sahihi, anajua pia kufunga. So uwepo wake una contribute kitu kwenye timu yake ambayo ni klabu ya Simba. So wanamisi takriban kwenye mechi ya 3 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Unaona kuna madhara ambayo yanaendelea kutokea kwenye timu yake. Wanakuja kuangalia mechi dhidi ya Mtibwa Sugar, mwalimu alikuwa though alifunga I think kwenye ule mchezo, lakini bado alistruggle jana pia, lakini bado kuna chances nyingi ambazo anazikosa. Kwa hiyo uwepo wa Johnson Soa though naye pia akiwepo kiwanjani anakuwa ni sehemu ya wachezaji ambao wanafanya hayo makosa, lakini kwa upande wake yeye hawezi kumjaji kwa asilimia kubwa kutokana na kile ambacho watu wengi wamekuwa wanamwamini. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao wanaweza pia kuwa washambuliaji kiongozi kutokana na experience yake ambayo ameipata kwenye michuano mbalimbali. Ligi ya Ghana akiwa na Medeama alikuwa ni mshambuliaji ambaye amesha compete kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Amekuja Singida Black Stars msimu uliopita, timu ya taifa ya Ghana the Black Stars. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao wameshawahi kuichezea kwenye hiyo timu, so ana huo uzoefu kwa kiasi chake. Kwa hiyo timu kama Simba kummiss mshambuliaji wake kiongozi ambaye mimi nafikiri huyu ndio alikuwa chaguo la kwanza la Simba, kana kwamba angekwenda kutoa zile shida zote ambazo zilikuwa kwenye msimu uliopita, kwa maana kina Ateba na Mukwala, kile ambacho walishinda kufanya msimu uliopita yeye angeweza kwenda kukiclear, lakini bado nidhamu imekuwa ni sehemu ambayo inamwangusha Johnson Soa kwa sehemu moja ama nyingine. Nidhamu ndio moja kati ya vijisababu ambavyo vimekuwa vikimwangusha Jonathan Soa. Amekuwa akistruggle kupata nafasi kwenye kikosi cha Simba, hata kwenye zile mechi ambazo anakuwa anapatikana, hasa zile za ligi ya mabingwa barani Afrika. Inawezekana mbinu za mwalimu hazijawa rafiki kwake, au mwalimu hajaelewa kitu gani Jonathan Soa anafanya uwanjani. Tujipe muda tuendelee kutazama ni kitu gani ambacho Jonathan Soa ataiofa Simba Sports Club. Mimi Lusama Hamisi Lusama, nilikuwa na Leopard John, camera operator Yusuf Ramadhani Mpuma. Hii ni The Golden Boot.